Swala ambalo alhamdulillah limekuwa limetawala sana mitandaoni, kwa maana ya kwamba baadhi ya watu wakituhumiwa na vitendo kama hivyo, lakini tunasema kwamba sababu serikali yetu, serikali tulivu na serikali ambayo iliyokuwa makini, imeweza kuwathibitishia watu wake ya kwamba huu ni uvumi ambao upo, lakini kiuhalisia haupo kama vile ambavyo watu wanavyovumisha, kwa maana ya kwamba watu wasiwe na taharuki hiyo, na vile vile wasiwe ni watu ambao wenye kueleza vitu ambavyo visivyokuwa katika hali ya uhalisia, katika hali ya wao kutokuwa na uhakika na hilo. Lakini kwa namna moja hadi nyingine serikali imetuambia hivyo. Haya, je, kama swala lenyewe kweli lingekuwepo, ina maana swala hili limekaaje katika mazingira ya kidini? Tunasema ya kwamba katika mazingira ya kidini hili ni jambo la haramu, na mwanadamu anatakiwa awe ni mtu ambaye mwenye kujiepusha, kwa sababu ukiliangalia swala lenyewe limekaa katika mazingira ya swala la kiimani, swala la kishirikina, swala la kichawi, kwa maana ya kwamba mtu anakuja katika mazingira ya kiimani ya kichawi kisha anawafanyia watu jambo ambalo lisilokuwa zuri. Kijamii inakuwa anaikosea jamii, lakini kadhalika anamkosea muumba wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amekemea sana watu kujishirikisha na mambo ya kishirikina, lakini kadhalika amekemea watu kujishirikisha na mambo ya kichawi. Allah anasema haya ndani ya suratu An-Najmi aya ya 32, pindi pale Allah aliposema kwamba walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi walfawahisha illa lamam, hakika watu waliokuwa wazuri, watu waliokuwa bora, watu watakaokuwa wamepata malipo yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah Tabaraka wa Taala ni wale ambao wanaojiepusha na madhambi makubwa, kadhalika wakijiepusha na fahisha. Ahlul ilmu wanasema kwamba fahisha ni zina, kwa maana ya kwamba wakaweka mbali zina, wakaweka mbali madhambi yaliyokuwa makubwa, illa lamam, isipokuwa yale madogo ambayo atakayokuwa mwanadamu ameteleza akawa amemkosea Mola wake, Allah Tabaraka wa Taala anamsamehe mja kama huyo. Kwa hiyo yule mwenye kuyafanya madhambi makubwa kadhalika akafanya fahisha, tufahamu ya kwamba huyo atakuwa amemkosea Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba itanibu sab'al mubiqati, jiepusheni mambo saba yenye kuangamiza. Miongoni mwa mambo hayo saba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-ishraku billah, kwanza kabisa kumshirikisha Allah Tabaraka wa Taala, kwa maana ya kwamba mtu akawa anaabudia mizimu, mtu akawa anafanya shiriki ya kwenda kuomba makaburini, mtu akawa anafanya shiriki ya kumwabudu yule asiyekuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, wasihiru. Na jambo la pili Mtume sallallahu alaihi wasallama miongoni mwa mambo saba alisema ya kwamba na uchawi, kwa maana ya kwamba wanatakiwa wanadamu haswatan lilmuslimina, hasa Waislamu wawe ni watu ambao wenye kujiepusha na uchawi. Kwa hiyo ukiliangalia swala hili limekaa katika mazingira ya uchawi, limekaa katika mazingira ya shiriki, kwa maana ya kwamba anayolifanya jambo hili analifanya katika imani ya kishirikina na imani ya kichawi, imani ambayo Allah Tabaraka wa Taala ametukataza, imani ambayo Mtume sallama ametukemea. Kwa hiyo bila shaka yule mwenye kujinasibisha na jambo hili atakuwa amemkosea Allah Tabaraka wa Taala, lakini kadhalika atakuwa ameikosea jamii, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba katika hali ya ukamilifu wake. Leo mtu aje na mazingara yake kisha amchukulia mwenza wake yale maumbile yake, kwa kweli inakuwa si jambo lenye kuleta picha nzuri, kadhalika halitakuwa na faida kwa yule mwenye kulifanya. Lazima ifikie hatua wanadamu tuangalie mambo ya kimsingi, na wala isiwe ni sababu ya kujishirikisha na mambo ambayo yasiyokuwa na msingi, na mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi, mambo ambayo mtu atamweka katika mazingira mabaya hapa duniani, kadhalika atakavyokuwa amekutana na Mungu wake. Sema kazi, kuna mambo mengi sana yametokea. Ukiangalia mwaka juzi ilitokea swala la albino, wanachukua viungo vyao wanapeleka kwa waganga. Hii imekaaje? Sikuta hata hizi nyeti kama ni kweli au si kweli, kama zinachukuliwa zichukuliwe, kama zinachukuliwa
zinapelekwa kufanywa kazi gani hasa? Naam, kadhalika tunarudi pale pale tukisema kwamba tunapoliongelea jambo hili, serikali limetuweka wazi katika mazingira ya kusema kwamba ni jambo ambalo la taharuki, halina uhalisia wa aina yote na halina ukweli. Lakini sasa kama litakuwepo, kama kweli kabisa lipo jambo hili, mfano kama hivyo mtangazaji ulivyosema, swala la maalbino, kweli kabisa unakuta wanakatwa viungo vyao, lakini kadhalika limetokea hili swala zima la watu kuibiwa sehemu zao nyeti. Kadhalika kama litakuwepo, basi moja kwa moja itakuwa ni katika mazingira ya kishirikina, na hii ni imani tu za wale ambao wanaokuwa wanayafanya haya, kwamba huenda kwamba watatajirika, kwa sababu vitu hivi huwa mara nyingi wanatumwa na wale waganga wao au watu wao wanaowaamini kwa ajili ya kufanya mazingara yao wapate mafanikio katika maisha yao. Lakini tunasema ya kwamba ni katika mazingira ya kujiongopea. Utamharibu tu albino, utachukua tu nyeti za watu, lakini hakuna faida yoyote itakayokuwa mtu ameipata. Zaidi sana ni kujidhalilisha tu mtu mwenyewe, wakuta kwamba ule utu wako, ile heshima yako inakuwa inaondoka, kwa sababu umeshakifanya jambo ambalo lililokuwa halipendezi katika jamii, lakini kadhalika halimpendezi Allah tabaraka wa taala. Hawa wanaofanya ni katika mazingira ya kishirikina tu, wanatumwa na waganga. Kama kweli kabisa ndivyo wanavyofanya, wanatumwa na waganga wao, wanatumwa na washirikina wao, wanaenda kwa ajili ya kiimani za kwamba wao watatengeneka au watakuwa na maisha mazuri hapa duniani. Lakini moja kwa moja tunasema kwamba hakuna cha maisha mazuri, kwa sababu leo ukimwangalia yule anayemtuma, maisha anayoishi ni ya dhalili, ni ya hali ya chini sana. Leo mganga wa kienyeji hana anachofaidika isipokuwa ni udhalili na kujiweka katika mazingira ambayo yaliyokuwa sio mazuri. Waislamu kadhalika wanadamu kwa ujumla tuna nafasi ya kuweza kukemea jambo hili na vile vile kujiepusha na vitendo vyote vya kishirikina. Tunatakiwa sisi tuishi katika hali ya kawaida, hali ya kumcha Mungu wetu, hali ya kwenda kwenye ibada, hali ya kufanya hivi, wala isiwe ni sababu ya kuanza kupotezeana viungo au kupotezeana utu wetu au kudhalilishana kwa mambo ambayo yasiokuwa na msingi hapa duniani, lakini kadhalika mbele ya Allah tabaraka. Sema Kasa, asante sana kwa ukarimu wako. Pia nataka kuuliza swali jingine la fupi la mwisho. Dini ya Kiislamu bwana, imesadikika kwamba humo ndio kuna watu wenye shirki za kitofauti kidogo. Imetajwa sana dini ya Uislamu. Hii imekaaje? Namaanisha hata mizimu pia ukiangalia uchawi nini, wengi ni Waislamu. Hii imekaaje katika dini yetu ya Kiislamu? Ni kweli kabisa, baadhi ya watu wakiyaona mambo hayo moja kwa moja wananasibisha na Uislamu, lakini kwa namna moja hadi nyingine Uislamu hauambatani na vitu kama hivi. Lakini kadhalika Uislamu umekataza sana ushirikina, umekataza sana mambo ya majini, umekataza sana mambo yale ambayo yatakayokuwa yanamsababisha mtu afanye ibada kwa yule asiyekuwa muumba wake. Kwa hiyo tunasema ya kwamba haya ni mambo ambayo yanaegemezwa tu na dini ya Uislamu, na yule ambaye atakayekuwa katika dini ya Uislamu haya atajionea. Hakuna sehemu itakayekuwa anaona kwamba leo ni kuabudia majini, au leo watu wanalazimishwa wafanye ushirikina, wafanye uchawi, wafanye hivi. Uislamu uko mbali kabisa na vitu kama hivi. Ikafikia hatua Uislamu ukemeaji wake kuhusiana na jambo hili umetoa adhabu kali kwa yule ambaye atakayekuwa ni mchawi. Kwa sababu gani? Kuonyesha ya kwamba ni jambo ambalo Uislamu haupendezwi na hilo, bali watu tu wanaupaka matope Uislamu na kuwa na dhana ya ile kwamba nini ni Uislamu. Na kwa nini waupake matope Uislamu? Wengi ya washirikina wanajipamba na Uislamu, kwa maana ya kwamba mkuta mwingine mshirikina amevaa kanzu, mwingine mshirikina akavaa kofia, mwingine ana majini yake amevaa kanzu kadhalika. Kweli mtu wa kawaida akiangalia anaona kwamba huyu bwana ni Muislamu anayefanya hivi, lakini ukiangalia wengine hawaswali, ukiangalia wengine hawana matendo ya kidini, basi wamekuwa katika hali ya ushirikina tu. Huyu hatuwezi tukamhesabu sisi kuwa ni Muislamu, na kama atakuwa anajinasibisha yeye kwamba na mimi ni Muislamu, Uislamu unamkataa kwa vitendo vyake. Uislamu haumkubali mtu ambaye aliyekuwa ni mshirikina. Allah amemkataa mtu kama huyo, lakini kadhalika amemwandalia adhabu kali kwake.